Haleluya. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Inaitwa Pascal. Nimesongea ili tuzungumzane kuhusiana na neno la Mungu juu ya kuwa kiumbe kipya. Nitasoma kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Nitasoma. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Inasemwa katika neno la Mungu ya kwamba tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita na tazama sasa yamekuwa mapya. Kwa hivyo mtu anapompokea Yesu Kristo, huwa kuna mabadiliko yanafanywa katika roho na hata katika mwili, ya kwamba yale ya kale sasa yanapita, tazama yamekuwa mapya. Maana tunapokuja kwa Yesu Kristo, kama alivyosema katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28, kwamba njoni kwangu enyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Njoni mjitwike nira yangu, kwa kuwa ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Lakini akaongeza kusema ya kwamba lakini mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kwa hivyo alipotuita Yesu Kristo, sasa wote wanaomkubali Yesu Kristo, wanapoitikia mwito wa Mungu na kukubali wokovu na kukubali kuokoka, hao ndio sasa wanafanywa viumbe vipya. Maandiko yanasema imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo. Maana unapokubali mwito wa Mungu, sasa wewe ina maana umekuwa ndani ya Yesu Kristo. Na kuwa ndani ya Yesu Kristo ni kuwa hivi, ni kwamba umekubali Mungu akuongoze, umekubali Mungu akutawale, umekubali akuelekeze, umekubali akukemee. Wewe sasa umekuwa ndani ya Yesu Kristo. Na kwa kuitikia mambo yote haya, kwamba umekubali akufundishe, umekubali akuongoze, umekubali akutawale, kweli utafanywa kiumbe kipya. Maana utasafishwa kwa neno la Mungu. Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana 15 akawaambia, nanyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno lile nililowaambia. Kwa hivyo tunapokuja kwa Yesu Kristo, sasa huwa tunakuwa chini ya mwongozo. Ya kale kweli yatapita, maana yale yanayofanywa na wanadamu ambao hawajamjua Yesu Kristo, hawajamwamini Mungu bado, tabia zao na mwenendo wao huwa ni mbaya, huwa ni mchafu. Hata sisi kabla hatujamwamini Yesu Kristo tulikuwa wabaya, tulikuwa waovu, wengine tulikuwa waongo, wengine tulikuwa wazinzi, tulikuwa tunatembea na bibi za wengine, wengine tulikuwa waizi, tulikuwa wakora, na wengine pia walipitiliza wakawa wachawi, wengine ni tabia mbalimbali, wengine walikuwa magei, wengine walikuwa mashoga. Lakini walipomwamini Yesu Kristo na kukubali kuongozwa na kukubali kuelekezwa na kukubali kukemewa, hawa watu walifanywa kuwa viumbe vipya. Ina maana zile tabia zote za kale ziliwaondokea katika maisha yao. Maana pia walichukua maamuzi katika neno la Mungu lilipohubiriwa katika maisha yao, lilipofundishwa katika maisha yao, walichukua maamuzi ya kuondokea zile tabia za kale. Tatizo la watu wanaosema kwamba wameokoka na kwenda makanisani, huwa wanaenda wamechukua step ya kwenda kanisani na kulisikiliza neno la Mungu, lakini tatizo ni kwamba hawachukui maamuzi kwa kile wanachofundishwa. Kweli wamesikia neno la Mungu, lakini hawajachukua maamuzi ya kuondokea zile tabia. Wanasikia neno vile linavyowaonya, vile linavyowaongoza, ya kwamba mtu wa Mungu hafai kuwa mnafiki, hafai kuwa mtu wa chuki, lakini wenyewe hawajaacha chuki, bado wanaendeleza chuki. Wamelielewa neno la Mungu vile linavyosema ya kwamba mtu wa Mungu hafai kudhulumu wengine, lakini wenyewe bado wanaendelea kudhulumu wengine. Kwa kweli
hatutasema mtu huyu yuko ndani ya Yesu Kristo. Kweli amekuja kwa Yesu, amesikia mwito lakini hajauitikia mwito. Maana unaweza sikia ukiitwa lakini bado usipoitika, wewe hatuwezi sema kwamba umeweza kuelewa ule mwito. Maana unaweza sikia ukiitwa, lakini je, utaenda ama utachukua maamuzi kwa ule mwito ulioitiwa? Maana ukisikia ukiitwa ni uchukue maamuzi kwa ule wito ulioitiwa. Kadhalika katika maisha yetu. Alisema njoni kwangu nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo. Alituita, lakini alipotuita na kutukalisha pamoja, kuna yale aliyotuambia. Maana hakutuita bure. Alituita tufanye nini? Alituita tuweze kubadilika, kuondokea mwenendo wa kale. Ndio maana anasema sasa nimewaita kweli, mizigo nimewabebea, dhambi nimewasamehe, kama ni magonjwa nimewaponya, kama ni yale mengine nimewaondolea. Lakini sasa kuna jambo moja mtafanya, mjifunze kutoka kwangu. Na hapo ndipo mahali wengi wanaosema wameokoka wanafeli. Kwa Mungu wanakuja wanataka kupona magonjwa. Kwa Mungu wanakuja wanataka wapate kazi. Kwa Mungu wamekuja wanataka waolewe, wanataka waowe, wanataka waendeleze, wawe na pesa, wawekeze, lakini hawapende kujifunza kwa Mungu. Huko sio kuwa kiumbe kipya, bali natakana kuelewa mwito wa Mungu. Tuliitwa tuweze kugeuka na kubadilika. Ndio maana damu ya Yesu ilimwagika kwa sababu ya ondoleo la dhambi. Haikumwagika tupate magari, tupate nyumba, tupate kuoa ama kuolewa. Lengo na madhumuni ya damu ya Yesu kumwagika ni tusafishwe, tuondolewe dhambi. Sasa tukishasafishwa, sasa hayo mengine Mungu pia anaweza kuleta. Magari pia ataweza kuleta, kama ni nyumba inaweza kuja, maana si dhambi kuwa na hiyo vitu. Lakini tunatakana kama watu waliookoka kutambua mwito wa Mungu katika maisha yetu, ya kwamba tuliitwa tuweze kuwa watakatifu, tujifunze kutoka kwa Mungu. Huo ndio wito na huo ndio wokovu, na huko ndiko kuwa kiumbe kipya. Nitasoma kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari ule wa 22. Waefeso kwa haraka Waefeso nitafungua sura ya 4 mstari wa 22. Mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Maandiko yanasema sasa, yanazungumza na wale watu walioitikia mwito wa Mungu katika Mathayo 11:28, ya kwamba sasa mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza. Hapa kwangu mmekuja maana mmeitikia mwito, mmekuja kanisani, mmeketi, lakini sasa mwenendo wa kwanza mvue. Hapa mmekuja kwa Yesu mkiwa walevi, mmekuja kwa Yesu mkiwa wazinzi, mmekuja kwa Yesu mkiwa wakora, lakini sasa nataka msikilize na mnielewe ya kwamba tabia zile mlizokuwa nazo za uzinzi kule, sasa hapa ni mwisho, mnaziwachia hapa. Kama mlikuwa waongo, hapa kwangu mimi Yesu hakuna uongo. Kama ulikuwa mzinzi, kama ulikuwa muuaji, ulikuwa mchawi, ulikuwa shoga, hivyo vyote sasa hutaviendeleza ukiwa kwako. Sasa ndio maana ya kwamba mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, maana mmekuja kwa Yesu Kristo. Lakini mkija tunasema waje wote, waje wazinzi, waje wachawi, waje walevi, lakini wakifika huku kwa Yesu, Yesu huwa anaanza kuwawekea mipaka ya kwamba sasa hapa hamtavuka. Hapa mnaweza mkakaa mpaka hapa, mnaweza mkapita mpaka hapa, lakini hapa hamtavuka. Sasa tunasema huyo ameokoka. Mstari wa 23 tunasema, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli.
ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Huo utu ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Huo ndio utu unaotakana kuwa ndani yako. Utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu. Uko na namna ya Mungu. Huo utu ukiwa ndani yako unakuwa uko na namna ya Mungu. Yaani uko na upendo kama vile Mungu alivyo na upendo. Uko na unyenyekevu. Wewe ni mwaminifu. Wewe ni mpole. Wewe ni mnyenyekevu kama vile Mungu alivyo mnyenyekevu. Kama vile Mungu alivyo na upendo, na wewe unakuwa hivyo. Maana uko ule utu uko na namna ya Mungu. Kwa hivyo ukiwa ndani yako na wewe nawe inakuwa ni kwamba una Mungu ndani yako. Na hivyo ndivyo ambavyo mtu wa Mungu unatakana kuishi ukiwa duniani. Usiitanishwe na Yesu Kristo, lakini tabia zako si za Kristo. Hapana. Tuliitwa tuitanishwe na yeye, tena na hata na mwenendo wetu uwe kama yeye. Wale watu walimuuliza Petro, wakamwambia, na wewe ni kama ni mwanafunzi wake. Akasema, hapana, mimi simjui. Lakini wale watu wakasema, hapana, hata mwenendo wako nikikuangalia ni kama yeye. Kwa hivyo watu wanatakana wakikuona wamuone Yesu Kristo. Wanatakana wakisikia maneno yako wajue kweli wewe ni mtu umeokoka. Wakiona tabia yako, mwenendo wako, hata kuvaa kwako, wakikuona waseme wewe ni mtu umeokoka. Maana inahitajika kuwa mtakatifu. Waseme wewe ni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Chukua maamuzi, kwa sababu inawezekana wewe kuwa kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya ni kubeba utu wa Mungu katika maisha yako, na ule utu wa shetani kukuondokea katika maisha yako. Na hapo ndipo tunasema sasa umeokoka. Ndipo tunasema sasa wewe ni kiumbe kipya. Fanya maamuzi na Mungu atakusaidia. Mungu akubariki sana. Amina. Amina.